Kanisa la Ufufuo na Uzima Charlie. Kamanda Jumanne Muliro. Alhamdulillah. Ndio, habari asubuhi. Nzuri kabisa bwana, sisi wazee wa minyama hapa bwana. Tuko na wewe asubuhi hii leo. Hewani kabisa Kamanda Muliro. Ndio, habari ya Dar es Salaam. Nzuri sana. Habari ya kwenu. Nzuri. Mkaji hapo. Jiji la Dar es Salaam liko safi. Swali. Isipokuwa tu jana usiku wakati tunaenda kulala tulikuwa tumeona kule Ufufuo na Uzima imepigwa tepu ile na vijana wako walikuwa wako pale. Tulitaka kudhibitisha ni vijana wako wale. Ni kweli, moja ya jukumu letu la kikatiba na la kisheria ni kuzisimamia sheria ambazo zinakuwa zimetungwa na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Kwa hiyo ni kweli tulikuwa maeneo mbalimbali. Ndio. Na katika maeneo hayo pia eneo unalolitaja tulikuwepo. Sawa sawa. Na vipi, kuna watu mmeondoka nao jana usiku pale au mliondoka baada ya kuzuia pale, hamkuondoka na yoyote? Wakati tukielekeza nini cha kufanya, ndio kulingana na maelekezo ya kisheria, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kufanya kutoelewa. Ndio. Kwa hiyo ilibidi tuwachukue. Ndio. Na tunaendelea kuongea nao tujue kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinatekelezwa na maafisa wa polisi au walikuwa wanafanya tu kukataa kwa maana ya kutaka kusababisha fujo. Sawa sawa. Na Kamanda Muliro, mlichokuwa mnatekeleza nyinyi ni sheria. Kwa mujibu wa sheria na katiba ambayo ndio sheria mama. Kipi ambacho mlikuwa mnatekeleza pale? Ni kweli kanisa hilo limefungiwa na kulikuwa kutakiwa shughuli nyingine kuendelea, na ndicho mlichokuwa mnatekeleza hicho? Ni dhahiri mtu ambaye amepewa mamlaka ya kisheria ya kusajili hizi taasisi za kidini, hicho kikiwa ni moja ya chombo cha kidini kilichosajiliwa, alipitisha ule usajili wa taasisi hiyo ya kidini kuendelea kufanya kazi iliyokuwa ikizifanya. Ndio. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuona kwamba tunaitekeleza ile sheria na kusimamia kuona kwamba kilichoelekezwa sasa cha kisheria basi kinatekelezeka, na kutekelezeka kwake ni kutoendelea kufanya zile shughuli zilizokuwa zikifanyika, na kama